mara nyingine tena vyombo vya dola vinaitwa mahakamani kujibu tuhuma kuhusu kiongozi wa Chadema. Huyu ni makamu mwenyekiti wa chama hicho, John Heche. Je, hii ni hatua ya ushindi wa haki au ni mwanzo wa mvutano mpya kati ya dola na siasa? Tanzania yazidi kushuhudia taswira mpya ya utawala wa sheria. Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam yatoa hati ya wito kwa IGP na maafisa wa juu wa polisi. Karibu sana mtazamaji wa Harakati TV. Hapa tutachambua kwa kina kinachoendelea mahakamani kati ya mahakama, jeshi la polisi na viongozi wa upinzani, hasa wale wa Chadema. Leo tutazungumzia hatua ya mahakama kutoa hati ya wito kwa IGP na maofisa wake kufika mahakamani kuhusu sakata la kumshikilia makamu mwenyekiti wa Chadema bara, John Heche. Sasa ili uwe mtu wa kwanza kupata habari hizi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wakili Gerson Galubindi ambaye ni mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chadema, maombi hayo yamewasilishwa mahakamani kwa niaba ya Heche yakitaka amri ya mahakama kuwataka wajibu maombi kumfikisha mahakamani kiongozi huyo au kumwachia kwa dhamana. Jaji Obadia Bwegoge amepewa jukumu hilo la kusikiliza shauri hilo huku macho yote yakiwa kwa mahakama hiyo. Tukumbuke, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu ana haki ya kusikilizwa mbele ya mahakama huru. Lakini sasa tunapoona mahakama ikiita jeshi la polisi, swali kubwa ni moja. Je, hii ni dalili moja kwamba mahakama imejitenga na siasa au hatua ya kulinda heshima yake mbele ya umma? Naamini una maswali mengi kuhusiana na hiki kinachoendelea cha kumhusu John Heche. Sasa weka hapa maswali yako na kile unachokifahamu katika comment section. Na sasa tutakwenda kujadili jambo hili kwa undani zaidi na kufahamu ni nini hasa kinachoendelea katika shauri hilo ambalo muombaji ni Heche mwenyewe. Wajibu maombi ni IGP ambaye ndiye mjibu maombi wa kwanza na mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam ZCO. Wajibu maombi wengine ni mkurugenzi wa mashtaka DPP, mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Kinondoni RCO, kamishna mkuu wa uhamiaji na mwanasheria mkuu wa serikali. Kesi imepangwa kusikilizwa kesho, Ijumaa Novemba 7, 2025, saa 4 asubuhi, amesema wakili Galubindi. Kabla ya kufungua maombi hayo, Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, awali mawakili hao walifungua maombi hayo Mahakama Kuu ya Dodoma ambako Heche alikuwa akishikiliwa kwa siku kadhaa. Hata hivyo, maombi hayo hayakuwahi kusajiliwa katika mfumo wa mashauri ya mahakama kutokana na changamoto za kimtandao. Baadaye Heche alisafirishwa kurudishwa Dar es Salaam, ndipo nao wakafungua maombi hayo ambayo yamesajiliwa rasmi leo Novemba 6, 2025 na kupangiwa jaji wa kuyasikiliza. Heche anashikiliwa na polisi tangu Oktoba 22 mwaka 2025 alipokamatwa nje ya geti la Mahakama Kuu ya Dar es Salaam alipokuwa akienda mahakamani hapo kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Baada ya kukamatwa awali, chama hicho kilitoa taarifa kwa umma kuwa jeshi la polisi la Dar es Salaam liliwaeleza kwamba mwanasiasa huyo amesafirishwa kupelekwa Tarime Mara, lakini familia na ndugu zake walipomtafuta katika vituo hivyo vya polisi huko Tarime Mara hawakumpata. Hata hivyo, baadaye ilifahamika kuwa alipelekwa Dodoma ambako alikuwa anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Mtumba bila kumpatia dhamana wala kumfikisha mahakamani kwa mujibu wa sheria za nchi. Hata hivyo, katika taarifa iliyotolewa na wakili Hekima Mwasipu juzi Novemba 4 mwaka 2025, Heche alisafirishwa tena siku hiyo kurejeshwa Dar es Salaam ambako alifikishwa katika kituo cha polisi cha Mburahati, mkoa wa kipolisi wa Kinondoni, na kuhojiwa kwa tuhuma za vitendo vya ugaidi. Nikukumbushe, wakili Mwasipu alisema hivi:
amepewa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara hadi Magomeni na kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na External, alisema wakili Mwasipu katika taarifa yake hiyo aliyoitoa Novemba 4 mwaka 2025. Wakili Mwasipu alisema baada ya kutakiwa kuandika maelezo ya onyo, Heche alitumia haki yake ya kisheria na kukataa kuandika maelezo na kwamba atatumia haki hiyo baada ya kupelekwa mahakamani. Sasa maombi hayo yameshasajiliwa leo na kupangiwa kusikilizwa kesho. Taarifa zilizomo ni kwamba Heche anatarajiwa kufikishwa mahakamani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kupewa mashtaka hayo. Tangu asubuhi, hali ya ulinzi imeimarishwa katika eneo hilo la mahakama ya Kisutu, ambako askari polisi waliovaa sare wamesambaa maeneo mbalimbali ndani na nje ya viwanja hivyo. Ili kuwa wa kwanza kupata habari hizi za kichambuzi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment hapa Harakati TV.